wokovu ni kufuata amri za Mungu na kufanya matendo mema yanayompendeza Mungu. Sasa kwa mfano anafanya matendo mema. Haya, asante. Mtu wa pili, kwa nini baada ya mtu kuokoka anaweza akaendelea kuteswa na vifungo? Ni kwa nini? Ninaelewa kwa vile mtu anavookoka kuna haki anakuwa nayo, lakini vile unavyoendelea kuna bidii inabidi uwe nayo katika kumfahamu Mungu. Vile unavyozidi kuweka bidii katika kumfahamu Mungu, kuna vitu unapata maarifa, namna ya kukulia wokovu, namna ya kuishi maisha matakatifu ukiwa una kweli ya Mungu ndani yako. Memaliza. Rudia tena. Nimesema hivi, mtu anaendelea kukaa kwenye vifungo kwa sababu hana bidii katika kumfahamu Mungu. Vile kama una bidii katika kumfahamu Mungu, kunakuwa na maarifa ya kimungu yanakuwa ndani yako, ambayo yale maarifa yanakupa kukulia wokovu, yanakupa ushindi, ili kwamba vifungo haviwezi kuendelea kuishi. Kwa sababu ukiwa unasoma neno la Mungu, kuna vitu vitaachia hata kama haujaomba, hata kama hujafanya nini, kwa sababu unamfahamu Mungu. Sawa. Mtu wa tatu, kwa nini baada ya kuokoka vifungo vinaweza vikaendelea kuwepo? Kwa nini? Kwa sababu tunasema kuokoka ni kuhamishwa. Tunasema alituhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza na tukaingizwa kwenye ufalme wa nuru. Sasa inakuwaje tupo kwenye ufalme wa nuru lakini vifungo vipo? Kwa nini? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Mimi naona tunaendelea kukaa kwenye vifungo au kwenye magonjwa ni kwa sababu tunakuwa hatujamjua Mungu vizuri. Kwenye kitabu cha Ayubu anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani na ndivyo mema atakavyokujilia. Kwa hivyo tunaendelea kukaa kwenye vifungo kwa sababu hatujamjua Mungu. Kwa sababu tukimjua Mungu, vile vifungo havitakaa ndani yetu. Neno la Mungu linasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo kwenye kweli ya Mungu, yani vile unapokuwa unaijua kweli ya Mungu, vifungo havitakaa ndani yako, kwa sababu neno la Mungu unalijua na kweli ya Mungu unaijua. Na ndio maana magonjwa yanakaa ndani yetu, kwa sababu hatujamjua Mungu vizuri. Tukimjua Mungu, vifungo havitakaa ndani yetu wala magonjwa hayatakaa ndani yetu, kwa vile tunavyomuelewa Mungu. Haleluya. Amen. Amen. Karibu mwingine, tukimjua Mungu vizuri. Kwa nini baada ya kuokoka vifungo vinaweza vikaendelea kukaa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimjua Mungu vizuri, vifungo haviwezi kukaa. Sasa kwa nini baada ya kuokoka vinaendelea kukaa? Ndo swali lipo hapo. Wote tunajua ukimjua Mungu vizuri haviwezi kukaa, ila kwa nini sasa? Kwa mfano, watu wengi wameokoka leo, sawa lakini unakuta na kifungo cha tabia hazitoki. Watu wengi wameokoka, unakuta bado magonjwa hayatoki. Wameokoka lakini unakuta kuna vitu fulani ni vya shetani lakini vimebaki ndani yao. Hapo ndo tunataka tujue ni kwa nini. Au mtu aliombewa kabisa akapona, baada ya muda unakuta ugonjwa umerudi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaokoka na vifungo vinaendelea kubaki kwa sababu hatumjui Mungu vizuri na hatumuombi Mungu ipasavyo. Maana katika neno la Mungu, kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 17 unasema ombeni bila kukoma. Lakini sisi watu wa Mungu saizi tunaomba, tunaishia tu hapa kanisani. Ukishaomba tu hapa kanisani
hatuombi. Vile ndivyo tunavyomruhusu na shetani anapoingia katika maisha yetu. Lakini tukiwa tunaomba mara kwa mara, hata tukiwa majumbani kwetu, tukiwa tunamkumbuka Mungu, vifungo haviwezi vikarudi, kwa sababu tunamkumbuka Mungu mara kwa mara. Katika kitabu kile cha Yoeli sura ile ya 2 mstari ule wa 12 unasema, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Yaani unapookoka inatakiwa umrudie yeye kwa moyo wako wote. Usiwe mtu ondoa hofu. Yaani unaongea vizuri ondoa hofu tu. Usiwe mtu, yani umeokoka, huku bado unaendelea kufuata mambo ya dunia. Hapo ndipo vifungo vitaendelea kubaki, kwa sababu huku kwa Mungu, huku kwa shetani, na vifungo vitaendelea kubaki na wewe, kwa sababu unakuwa haueleweki. Amen. Sawa. Mtu wa mwisho, karibu mtu wa mwisho. Kwa nini baada ya kuokoka vifungo kwa watu vinaendelea kukaa? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitajibu swali hili kutoka katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 12 mstari wa 43 mpaka 45. Alafu nitaomba nifafanue kidogo. Sawa. Inasema, pepo mchafu amtokapo mtu kupitia mahali pasipo maji. Sogea huko kidogo. Pepo mchafu amtokapo mtu kupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Halafu usema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, imefagiwa na kupangwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Mtu ambaye alikuwa na kifungo akaokoka, akampokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hapaswi tena kuendelea kuishi katika maisha ya kifungo, kwa sababu atakapokosa maisha ya uchaji, maisha ya utakatifu, maisha ya kusoma neno la Mungu na kumtafuta Mungu, kufunga na kuomba, akaendelea na maisha yale ambayo alikuwa anayaishi kabla ya wokovu, lazima kifungo kitamrudia. Lazima mateso atakuwa juu yake. Tena hali yake, anasema hali yake ya mwisho itakuwa ni mbaya kuliko hali yake ya kwanza. Kwa mtu yote ambaye alikuwa ameokoka, ni lazima awe na Roho Mtakatifu ndani yake, lazima awe na maisha ya uchaji, maisha ya kumtafuta Mungu, maisha ya kusoma neno la Mungu, kwa sababu anaposoma neno la Mungu, anapomtafuta Mungu kwa kusoma na kuomba, pepo hawezi akakaa ndani yake, kwa sababu nguvu ya Mungu inakuwemo ndani yake. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Niliona mwingine amenyosha. Sogea. Fanya haraka, tunaenda na muda. Kinyosha mkono basi unakimbia. Tunatumia dakika chache wote. Amen. Amen. Amina. Kwa uelewa wangu mimi na niliposoma Biblia, Ufunuo wa Korinto na ule ni mlango wa 7 mstari wa 1, nao unasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nimegundua kitu hiki. Mtu kwa mfano, mimi naweza nikatoka huko nyumbani nikafika hapa kwa mchungaji, nikomba mchungaji, naomba niombee na umwa na mapepo au nina magonjwa. Ndio naweza nikafika hapa nikaombewa, pepo mchafu akanitoka. Nitakapotoka hapa au nikiingia mahali hapo, kwanza kitu cha kwanza itakiwa niwe na imani, kwa sababu nimeshaombewa na kupona. Niwe na imani na kuyakataa maovu yote. Naweza nikaombewa hapa nikatoka nikafika nyumbani, ndio nikafundishwa kusoma Biblia, lakini Biblia nikawa nasoma kama ni kitabu tu cha kujifurahisha, kisikae ndani ya moyo wangu. Amina.
Kwa hiyo mtu ukiokoka na kuombewa, itakiwa uache maovu yote. Unakuwa umeokoka lakini bado huku unasengenya, unasema hiki, mambo ya dunia ni mengi. Magonjwa lazima yatakurudia, kwa sababu hata pepo akikutoka, anaweza kukutoka akakaa hapo nje, kwa kuwa huko ndani kuna utukufu na nguvu za Mungu, hawezi kuingia. Lakini utakapotoka pale nje, kwa kuwa huna imani yako imelegea, unatumia imani ya kusema mchungaji ameniombea, nimeshapona. Utakapotoka kule nje umelegea, na pepo atakapokuja kuingia tena, atakukuta huko tu, hauna imani zaidi ya kuongezeka na mengine na mengine. Ndipo hapo mapepo na mabaya yote atakayokurudia. Amen. Amen. Aha. Kuna mwingine? Bwana asifiwe. Basi mshangilie Bwana kwa makofi. Majibu ni mazuri. Nataka niongezee mambo machache. Kwa nini watu baada ya kuokoka wameendelea kubaki na vifungo? Ukweli kabisa na uhalisia, yoyote aliyeokoka hatakiwi kubaki kwenye vifungo, wala vifungo, mapepo, yani chochote kile cha shetani sio sehemu ya jamii ya watu wanaomwamini Mungu. Kwa ukisha muamini Mungu, manake hivyo sio vitu vyetu. Manake wale wa duniani wana vya kwao, na sisi tuliookoka tuna vitu ambavyo ni vya kwetu sisi, wengine hawana. Na moja ya vitu ambavyo ni vya kwetu ni hali ya uzima siku zote, hali ya afya ya kiroho, afya ya kimwili, afya ya kiuchumi, kwenye kila eneo. Kwa sababu tumeokoka, inatakiwa kuwe na uhai. Manake hakuna kifungo kwa mtu aliyeokoka. Tunaendelea kuomba vifungo kwa sababu zipo sababu. Jambo la kwanza kabisa, kumpa shetani nafasi. Kumpa shetani nafasi. Wengi tumempa nafasi shetani kwenye maisha yetu. Hatujatengeneza mazingira au hatujatengeneza maisha ambayo yanamnyima shetani nafasi ya kutenda vitu kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Shetani nafasi yoyote akiipata kwa mtu aliyeokoka anaitumia vizuri. Ndio maana ukisoma Efeso 4:27 inasema wala msimpe ibilisi nafasi. Manake shetani hataki kupewa nafasi yoyote kwenye tunapozungumza nafasi, manake ni kwamba nafasi ni ule mpenyo wa shetani kuingilia maisha yako. Inaweza kuwa dhambi inasababisha shetani aingilie maisha yako. Inaweza kuwa uvivu wa maisha ya ibada, inaweza ikasababisha shetani ayaingilie maisha yako. Unaweza kuwa ni mtu wa aina fulani ambaye hauna bidii labda kwenye vitu vya Mungu. Anasema msimpe ibilisi nafasi. Nimekwambia nafasi ni ule mpenyo, ni lile gap ambalo unaliacha linasababisha shetani aingie kwenye maisha yako. Na shetani akiamua kuyavuruga maisha yako, kwa sababu anajua faida ya mtu kukaa mikononi mwa Mungu. Shetani anajua. Kwa akiamua kuyavuruga maisha yako, atayavuruga kweli kweli. Manake akipewa nafasi yeye anaitumia. Haiachi ile nafasi kama ilivyo. Na nisikia watu wa Mungu tunasema msimpe ibilisi nini? Nafasi. Manake moja ya kitu cha msingi kwenye maisha yako kuhakikisha hakuna nafasi ambayo shetani anaweza kaitumia kuvuruga maisha yako au kuvuruga mambo yako. Kwa watu wengi wamempa shetani nafasi. Ni kweli Mungu amekuokoa, ni kweli Mungu amekuponya, ni kweli Mungu ndo amefanya yote hayo kwenye maisha yako, na ni yeye ni sababu hata yawe kuishi leo. Lakini pale anapopewa nafasi hata ndogo, shetani huwa anatumia nafasi. Kwa ni kuhakikisha kwamba haumpi shetani nafasi ya aina yoyote. Kwa nini shetani hataki kupewa nafasi? Umesoma kwenye kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 12
ule mstari wa 43 tasoma mpaka mstari wa 45. Kuna kitu cha kujifunza hapo, kwa sababu shetani hataki kupewa nafasi, kwa sababu ugonjwa unapotoka au roho yote ya adui inapotoka, shetani sio kwamba anakuwa ameondoka jumla. Anaendelea kuvizia aone kama utaendelea kutunza muujiza au ambacho Mungu amekupa. Bwana asifiwe. Biblia inasema pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahali pasipo na maji, akitafuta mahali pa kupumzika sipate. Halafu usema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Sasa cha kuelewa ni hiki: ukiona kuna roho ilikaa ndani yako, manake hiyo roho ina kazi ya kutenda kazi kwenye maisha ya wewe, sio yangu mimi. Na nisikia watu wa Mungu, ukiona pepo limeingia kwako, au ukiona kuna ugonjwa shetani kabisa ambao ameuweka kwenye maisha yako, manake kazi ya ile roho ambayo imeleta ugonjwa ni kuharibu maisha ya wewe tu. Na ndio maana hata akitoka anasema nitarudi kwenye nyumba yangu. Manake shetani akiisha kaa ndani yako, pale ndo atakuwa amefanya makao. Manake hata akienda kule anakwenda anasema hii ni nyumba ya ugeni, sio ya kwangu. Manake kule anaenda kupumzika, hatendi kazi yoyote. Na nisikia tu Mungu anasema anaenda kupumzika, manake hafanyi kazi yote. Anaposema utafuta mahali pasipo na nini? Pasipo na nini? Roho Mtakatifu ni maji. Manake anatafuta mahali ambapo mtu asiye na Roho Mtakatifu. Yule asiye na Roho Mtakatifu, manake huku kwingine uelewe, na kwenyewe kuna pepo nyingine inakaa. Manake ni sawa sawa tu na mgeni aliyeingia kwenye nyumba ya mwingine. Sasa anasema mahali pasipo na maji apate kupumzika. Manake akiingia kwa huyo mwingine hafanyi kazi yoyote. Anasema mimi nitarudi kwenye nyumba yangu. Yaani ni hivi, wewe umekuja nyumbani kwangu na lengo la kuja nyumbani kwangu ni mgeni wangu, nimekupokea. Huwezi tu kaamka asubuhi nikakuta wewe mwenzangu okay, tuende mfano wa kupanga. Unaweza kaona kabisa nyumba hii hapa nimepanga, imepata kleki, lakini huwezi kaanza kuita fundi kwamba toa ile kleki. Unajua ni kwa nini? Sio nyumba yako, sio nyumba yako. Au unaweza kafika tu nyumba unaanza kupaka rangi tu, hujawasiliana na mwenye nyumba, anakuta tu unapaka rangi. Au unasema sasa nimezaa watoto 5, ngoja niongeze chumba kwa nje hapa, atakufukuza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo na pepo lile likisha toka ndani ya wewe, manake kule linakwenda aliendi kufanya kazi yoyote, linaenda kukaa. Alafu baada ya muda linarudi kuangalia kule nilikotoka, ambako mimi nimepewa kazi na shetani ya kuharibu papoje. Sasa akisha kuta pana udhaifu, anachokifanya sio kwamba anaingia, anaenda kutafuta wengine 7 ambao ni waovu kuliko yeye. Manake anataka kukaza hukumu, kukaza kile kifungo. Kwa lazima uelewe hivi, kumbe mtu anaweza akafunguliwa, sawa? Baada ya kufunguliwa kifungo kinaweza kikarudi kibaya na zaidi kuliko cha kwanza. Hiyo ndo maana yake. Anasema hivi, akitafuta mahali pa kupumzika sipati. Halafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona nyumba tupu, imefagiwa na kupambwa. Anaiona nyumba tupu, afu neno linasema imefagiwa na kufanya nini? Na kupambwa. Sasa nyumba inapozungumzwa tupu ni mwili wa mtu. Manake mwili wa mtu ni nyumba ya Roho Mtakatifu, lakini pia mwili wa mtu inaweza kaa nyumba ya shetani. Hayo mambo mawili uyaelewe. Ndio maana Biblia inasema hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Manake nini? Ni nyumba
ya Mungu. Kumbe huu mwili wako unaweza kuwa ni nyumba ya Mungu, lakini pia huu mwili wako unaweza kuwa ni nyumba pia ya nani? Ya Shetani. Sana sema akione imefagiwa na kupambwa. Unapoona imefagiwa, manake ile nyumba, mtu anapookoka, mwingine anakuwa na bidii ya neno, tunakubaliana mwingine anakuwa na bidii ya ibada, tunakubaliana Sasa anaweza karudi akakuta hayo yote hayapo. Bidii ya neno hamna, bidii ya ibada hamna, bidii ya maombi hamna. Sasa hivyo vitu vikikosekana, anaposema imefagiwa, manake vile vitu vitakatifu vimeondolewa ndani yake. Hapa anapozungumza kupambwa, yani dhambi kwa Shetani ni mapambo. Leo hapa tukichukua hata sasa hivi tu, tukichukua sasa hivi labda kinyesi, si ndio? Tukakitupa hapa, kitu gani kitakuja? Kitu gani kitakuja? Watakuja nini? Inzi. Anaweza kaja nyuki. Maana yake ni nini? Uchafu ndio unamvuta inzi kuja kwa. Maana yake kwa Shetani, yani mtu anapokuwa na dhambi kwa Shetani, yale ni mapambo, anafurahia. Mbele za Mungu takatifu ndo mapambo yake. Ndio anasema yafueni mavazi yenu. Maana yake mujisafishe, mujitakase. Sasa tulichokuwa tunazungumza, kwa nini mtu baada ya kuokoka anabaki kwenye, nimekwambia cha kwanza ni kumpa Shetani nafasi. Na Shetani ukishampa nafasi, maana yake anaitumia. Hiki kinachozungumza ni nafasi ambayo Shetani unakuwa umempa. Msalaba anasema mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe. Maana yake lilikuwa moja, yanageuka yanakuwa mangapi hayo? Yanakuwa mangapi? 7 kujumlisha moja, sasa amechukua wengine 7. Kwa sasa kama siku naomba ulikuwa nayo 12, sawa Sasa chukua 12, kila mmoja akaalika moja moja, anakuwa mangapi? 20. Leo ndo tutajua kama mmesoma hesabu. Ngoja, ulikuwa na mapepo fanya 10, sawa Katika mapepo 10, kila moja limealika 7, yanakuwa mangapi? 70, si ndio? Manake kifungo hiki cha mara ya pili baada ya kuzembea ni kikubwa. Na nisikia watu wa Mungu, na ndio maana mtu baada ya kuokoka hataki kucheza na uokovu. Kama ulikuwa unakunywaga pombe, sawa, unaenda unakojoa sebreni, utaenda kukojoa sokoni. Si amekuwa mengi? Siku moja nikawa mahali, mimi ni mgeni, nikaenda kumtembelea mpendwa mmoja ambaye mimi nilikuwa namjua kama mpendwa, nitumie hilo neno tu, sawa. Nikisema bado ni mpendwa nitakuwa nakosea. Sasa baada ya miaka mingi nikasema ngoja nipite, bahati nzuri hawajahama, nikafika, nikamkuta mke wake, akaniambia karibu mtumishi, karibu sana mtumishi wa Mungu. Basi nikakaribia kwenye ile nyumba. Baadaye baba akaingia, lakini alipoingia akanikumbuka, akaniambia kabisa, Bwana asifiwe. Mimi sijui kama amelewa. Akanichangamkia, jamani mnaendeleaje? Unajua watu wengi waliookoka hata wakianguka wanajikaza. Unaelewa nikisema hivyo? Tunaendelea vizuri. Tukaongea pale, anaambia bwana unaendeleaje na uokovu? Mchungaji yupo, na mimi naambia yupo bwana. Kanisa linaendelea. Anasema yani tunamshukuru Bwana na sisi anatupigania. Lakini mke anasema sielewi kwa nini ule mama anaguna. Baadaye akasema mtumishi, nakuja mara moja nikapate haja ndogo. Akaenda tu kwenye kona ya sebleni, akaanza kukojoa na watoto hapa. Nikamuuliza mama, na mimi nikashindwa kunyamaza. Akasema mtumishi, kuna shida gani? Mbona tena kwenye kona? Akasema umenifuata mpaka chooni mtumishi, mbona tunafuatiliana? Mke wake akaanza kulia, yani mimi mwanaume huyu ananiaibisha. Sasa akasema wakati mwingine anasimama usiku anakojoa katikati ya kitanda, au asubuhi anasema sio mimi, sijanakumbuki. Lakini alikuwa ameokoka. Lakini ukifuatia yale maisha yake yale ya mwanzo,
ni mtu ambaye alitoka kwenye kifungo hicho cha ulevi. Sasa kimerudi, kimekuwa kikubwa zaidi. Sasa wakikusimulia, yani sasa wakikusimulia wenyewe wanakwambia wakati mwingine, yani anaweza akafanya kitu akila anaanza kubadilisha nguo hata mbele ya watoto. Watoto wanakimbia. Sasa jaribu kufikiri, wewe ni baba, sawa? Hata kesho uambie ulibadilisha nguo mbele ya watoto. Kwa unapopata neema itumie. Neema tunapewa bure, lakini inachochewa. Na nisikia neema ya wokovu ni bure kabisa, free of charge, lakini inachochewa. Usipoichochea, maana yake ni swala la muda, utarudi nyuma tu. Ni swala la muda, utarudi kule ulikotoka. Ni swala la muda, yawezekana hata sasa kule ulikotoka kutakuwa na afadhali, bora ungebaki pale pa kwanza. Kwa ukipata neema ya Mungu, itumie kuhakikisha kwamba haurudi kwenye maisha yale ya mwanzo. Watu wengi wameirudia mianzo yao na kuzidi. Mimi wanawapa mfano mmoja hivi. Inakuwaje mtu kanisani ananena kwa lugha? Sawa Lakini akisha toka kanisani tu unakuta kuna maisha fulani anayaisha yaendana na uokovu. Unaanza kujiuliza, huyo ni Roho Mtakatifu au mtakafuji? Kinywa kile kile kilichokuwa kinanena, kinywa hicho hicho kinatokana na matusi. Mnanisikia watu wa Mungu? Kinywa kile kile kilichokuwa kinanena kwa lugha kanisani, sawa, ni kinywa hicho hicho akitoka kina masengenyo. Kinywa kile kile kinachonena kwa lugha, yani ni kinywa kile kile ambacho anasema leo naenda kuamsha popo, leo mtaa utajua ni nani, lakini akifika ndo huyo ananena. Sasa unaweza kuvamiwa hata na mapepo yakaigiza kunena. Mnanisikia watu wa Mungu? Lazima ujikague, huyu Roho Mtakatifu nayenena ni huyu wa mbinguni, anaitwa Roho Mtakatifu. Sasa kama ni mtakatifu, manake kama ameingia ndani yako anakubebesha na ile sifa ya utakatifu. Manake kisha kosekana hiyo sio yeye. Na nielewa ninachokisema? Nimesema ikikosekana hiyo sio yeye. Lazima tujifunze kukagua matunda ya Roho Mtakatifu ni yapi. Alafu tunayo. Kama hatuna, muulize Mungu, huyu anayenena ndani ni nani? Huyu ni nani? Mimi nimekutana na kesi kadhaa. Na ndio maana mimi nashauri mnapokuwa kwenye jumuiya hii kanisani, mnapokuwa kwenye jumuiya, sawa sikatai kuwa na urafiki wa maombi, ninakubaliana kabisa. Lakini inatakiwa uwe na tahadhari. Siku moja mtu akaanzisha kikundi cha maombi mahali fulani, sitaki kusema wapi. Alipoanzisha kile kikundi cha maombi, na mimi nikawa memba kwenye kile kikundi cha maombi. Sasa baadaye zikaanza kutoka nabii. Nikisema nabii, unabii yule alianzisha akaanza kutoa nabii. Akatoa nabii wa vitu vingi, vingine ni kweli na vingine sio kweli, lakini vingi vilikuwa ni kweli. Na mimi pale katika kuomba, tupo siku ya 5 na mimi akanitolea unabii wa kweli kabisa. Wala nisiseme kwamba ulikuwa uongo, ulikuwa ni wa kweli. Sasa kilichonishangaza kidogo, kilichonishangaza ni hiki. Ikanijia kesi, mtumishi, samahani, sisi ni marafiki. Sambona mmenijia, mnataka nini? Marafiki 4 wanakuja wote na anawaahidi kuwaoa, na Mungu ndo amemuonyesha. Hiyo vipi? Hiyo imekaaje? Yani imekaa vizuri kiroho? Nikawauliza nie, na mimi nikasema msimsingizie mtumishi wa Bwana. Wakasema hatumsingizii, tuna ushahidi wa message hizi hapa. Nikazisoma, huyu ameahidiwa na ni Mungu amesema na mtumishi wa Bwana. Nikasema labda katika kutuma message
Unajua mtu anaweza akakosea ikaenda bahati mbaya kwa watu wengine. Nikawa siamini. Kwa nini siamini? Kwa sababu tulikuwa tunaweza tukaomba masaa 6. Yaani mimi naposema Yesu, mwenzangu ameanza kunena. Na kuna muda sisi inabidi tuimbe wimbo wa kuabudu tumkatishe. Unajua anakuwa ameingia ulimwengu wa roho mzito. Sasa sisi bado kwa wakati tunaifa. Sasa ametongoza wa mabinti 4 na ananena kwa lugha masaa 6 na Mungu ndo amemwambia. Lakini ametabiri vitu vimetokea. Yaani vitu alivyosema ni vya kweli, hata vyangu vilikuwa vya kweli. Sasa nataka kusema nini? Mimi baadaye nikasema labda nikae na mtumishi nimuulize. Yaani kabla sijamuuliza akaniambia, najua unalotaka kuniuliza. Umekuja kuniuliza kitu fulani, Mungu amenisemesha hapa. Kabla hujaja wewe utamsemesha umsemeshe. Mimi nilishindwa kumsemesha. Nikasema Mungu asije akanipiga. Akili zile katika kukua. Nikaondoka, lakini bado ndani yangu mimi inanisumbua. Baadaye nikamwambia mnaendelea kuwasiliana, kila mtu anasema na huyu anasema na huyu anasema na wanawake, Mungu awabariki. Nyosheni mikono nipungieni hivi. Yaani kichwa cha mwanamke ni cha ajabu. Kinaweza kikaona tatizo ila kinaendelea. Anawasiliana na wale wadada na wote wanasema pengine nitakuwa mimi. Pengine wewe umeishaona hatari kama hizo, bado unaendelea kuwa na matumaini utakuwa wewe. Pengine nitakuwa mimi. Mnawasia wanasema mtumishi, sasa nifanyeje? Kila mtu Mungu amemwambia. Hilo jambo likaendelea. Baadaye mmoja wapo akapata mimba. Naona wengine wanafanya na hivi. Akapata mimba. Mimba, nikisema mimba kabisa, tumbo likatuna. Mmoja wapo. Sasa unamuuliza bwana ya nani? Anasema ya mtumishi, kuna maelekezo alipata, kwa hiyo manake kuna roho naye imemuingia maelekezo. Kuna maelekezo alipata, kwa hiyo kukaa na namna, lakini tunashukuru Bwana ametenda. Tunasubiri tu namna ya ndoa tuweke vizuri. Baadaye nikawaita wale watatu waliobaki, bwana mtumishi amempa mimba mwenzenu, niye mnaonaje? Mwingine akasema na mimi ninayo. Mwingine akasema mimi sijui kama ninayo au sina, lakini nimetembea naye. Mnanielewa? Unajua ninyi wa mama Bwana asifiwe. Siwasemi vibaya, ninyi ni watumishi wazuri. Lakini uzuri wa utumishi wako pia ni msimamo. Unanisikia Hata kama hujapata, hata kama ni una kiu na jambo, msimamo ndo unaomfanya Mungu afanye. Usiwe mtu unayumba tu kila kitu unapokea tu. Kila kitu unapokea. Sasa nataka niwaambie, hata inapotokea kanisani mnafikiri labda tunataka kuanzisha kikundi cha maombi, toeni taarifa. Alikuwepo mtu mmoja, natoa mfano humu ndani lakini sitasema. Akanipa taarifa, nikamwambia bwana, mbona sasa hivi naona unatokea huku, utokee huku mehamo ulikokuwa unakaa, maana ni asubuhi naona kuna mahali tunapishana. Akasema hapana, mimi tulikuwa na maombi na mtu fulani, na huyo mtu alikuwa ni mgeni hapa. Wakati tuna maombi kwa naendaga kulala kwake, tunafanya maombi. Wote ni wanawake, sio shida. Hiyo sio shida. Wote ni wanawake. Baada ya muda sasa yule anayeniambia mimi siwezi nitumie hili neno, mimi naweza nikajua labda wewe una tatizo, lakini siwezi kulisema kwa mtu mwingine. Na naelewa nikisema hivyo nikaa najua, nikamwambia bwana, sasa mimi nashauri tumieni tu maombi yale ya ibadani, kwa sababu sinajua kwamba kuna tatizo pale. Sasa mchungaji, sisi tunamuona Mungu kweli kweli. Yaani tunaomba tukianza saa 5
Yaani mpaka ile asubuhi mpo kwenye maombi, si tunaendelea. Sawa. Nikaona ngoja nikamwacha kidogo, baadaye nikamuita tena. Baadaye wakaja kuwa na roho hii moja. Unaelewa nikisema roho moja? Roho moja. Wakapeperuka wote pamoja na unabii wao. Sijui walisema nakufa tarehe ngapi sijui. Wameomba wakasema nakufa tarehe yenyewe ilishapita sasa. Naona. Bwana asifiwe. Mimi sikatai, Mungu akikuonyesha nakufa njoo useme. Lakini nikamwambia amewaambia Bwana. Nikamwambia basi ni sawa, lakini muda mimi naona bado, kaoneleni mkaombe tena vizuri. Ila muda wa kufa mimi ninaona bado. Wote wakapeperuka. Ndio huyo mmoja akauliza mbona sasa, sikiliza, hao wana maombi, alafu ameniuliza mchungaji, mbona unaniombea unirali? Alafu ananiambia wana maombi. Mama mupo mnanielewa? Yaani nimuombee nimlalie kwa juu. Sasa sijui ni maombi gani. Ndio maombi mnayopata kwa manabii na waeleza ukweli. Kuna kitu manake ni hivi, jambo lolote linalokaa zuri, limradi umempa shetani nafasi atalitumia kukufunga zaidi. Kwa usimpe shetani nafasi kwenye kitu chochote. Kama mtu mfahamu vizuri, sawa nimesema kama mtu mfahamu vizuri, usiingie naye kwenye maombi mazito. Mnanielewa Nimesema usiingie naye kwenye maombi. Mtu ambaye unaomba naye, nikisema maombi mazito nadhani unanielewa. Mtu ambaye unaomba naye kama umfahamu vizuri, jambo la kwanza yaangalie maisha ya mtu, ya uokovu wake, kwa sababu nidhamu ya kwamba yani kuomba sana alafu tabia za kimungu hazionekani, kuna shida na kwenyewe. Biblia inasema shetani hujigeuza kama malaika wa nini? Wa nuru. Maana yake shetani akimuingia mtu, hata akikuingia wewe leo, kuna roho fulani ikakuingia na wewe umeokoka, ile roho itaendelea kukuchochea uonekane kama unaomba sana, ili usije ukatoka kwenye kifungo. Na ndio maana hata watu waliongea kwenye imani potofu wanaomba yawezekana kuliko sisi. Ni ile roho ya upotevu inajichochea kwenye maombi, lakini sio kwa Mungu huyu. Kwa mtu wa Mungu kabisa anaingia kwenye maombi, unyenyekevu utaonekana, kuna tabia zitaonekana. Sasa nimekwambia tunazungumzia kwa nini watu wanafungwa tena. Kuna mwingine anaweza kawa haishi maisha ya dhambi, lakini sio mtu aliye makini. Yake kutana na mtu tu akisema nimeokoka, hamuulizi Mungu kwamba nishirikiane naye, yeye anajiingiza tu kwenye maombi tu ya ajabu. Kila kitu anajiingiza, anakuwa rohoni kama anataka kuingia kwenye kila kitu. Uwe na akili. Na nisikia watu wa Mungu, imani zimebadilika. Na sio kila mtu anaweza akakuwekea tuwe mikono. Hilo mimi niwaambie. Uwe na nini? Na akili, uwe na ufahamu. Sio nakutana na mtu mtani tu kila muda wewe unataka kila sehemu ubandike. Nimekuambia hivi, jambo la kwanza wewe mwenyewe ndani uwe na nguvu ya Mungu. Siku zote huwa nawaambia hicho ni kitu cha kwanza kitakusaidia. Leo upo hapa Mafinga, leo upo hapa Mafinga, lakini kesho unaweza kaenda mbali ambako unahitaji utafute mahali uabudu. Sasa kama hauna Mungu ndani wewe binafsi, utaingia kwenye mikono mibaya. Kwa watu wengi wanafungwa kwa yani kwanza umakini sasa hivi watu hawana. Yani wanahisi mambo ya kiroho ni ya mambo fulani ya mchezo tu kila muda. Uwe makini. Kwa sababu shetani ukishafunguliwa atakutafuta tu. Uwe makini nani unahusiana naye. Uwe makini sana. Mnanisikia watu wa Mungu? Muwe makini. Nimekuambia hivi, pepo mchafu akitoka, akisha toka, usije ukategemea kwamba amekata tamaa. Na roho wala uwezi kusema wewe pepo uliokuwepo ndani yangu na kuwa hafi, roho haifi. Mlisikia? Mungu ameitengeneza roho haifajiridi. Kwa ile roho haifi, inaenda kutangatanga alafu baadaye inatafuta namna ya kuingia tena. Kwa usiruhusu hali yoyote ya kwanza iliyokuwa ya shetani, usiruhusu kwenye maisha yako ikupate. Bwana asifiwe.
wala usitoe nafasi kwenye maisha yako ikupate. Lakini pia nguvu ya Mungu ikiwa kidogo, hali ya kwanza inaweza kukurudia. Nimesema nguvu ya nani? Ya Mungu. Unaweza ukawa na nguvu ya Mungu lakini haitoshi. Haitoshi wewe kudhibiti ile hali uliyokuwa nayo. Kwa mtu kama shetani, kuna wakati unaweza ukawa mtakatifu, sawa unisikilize. Unaweza ukawa kweli unajitahidi, lakini nguvu ya Mungu ndani yako ni kidogo. Manake baada ya kuokoka unahitaji ndani pia uwe na nguvu ya Mungu iwepo kwenye maisha yako. Hiyo sio nguvu ya mchungaji, ni nguvu ya Mungu kwa wewe binafsi. Umtafute Mungu, hakikishe ndani yako kuna nguvu yake. Unaweza kufungua Waefeso 3. Waefeso ile sura ya 3. Waefeso ile sura ya 3, ambao utaona Biblia inasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu. Anazungumza Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Sema baraka zote za rohoni. Ile sura ya kwanza, maana yake mtu akiokoka tunasema anabarikiwa kwa baraka za wapi? Za rohoni. Mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 3 anazungumza baraka za rohoni. Maana yake hizi zina afya, zina uzima. Lakini ukisoma sura ya 3 20 na 21, sema basi atukuzwe Mungu yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Inazungumza kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Manake kiwango cha nguvu ulicho nacho ndio kiwango chako cha kumzuia shetani kwenye maisha yako. Kwa hakuna mtu atakayesimama kwenye mambo ya kiroho kwa niaba ya wewe, huyo hayupo, hajatokea. Biblia inasema Yesu alipokuwa akikata roho, pazia la hekalu lilipasuka. Ingekuwa zamani kwenye agano la kale, ilitakiwa ninyi wote msubiri mimi niombe afu niwape majibu yenu. Lakini sasa hivi kwa sababu pazia la hekalu limepasuka, unatafuta majibu wewe mwenyewe kwa Mungu, unatafuta nguvu wewe mwenyewe kwa Mungu. Zamani kwenye agano la kale likitokea jambo, watu walikuwa wanaenda kuuliza kwa nabii. Yeye nabii anaenda kuuliza kwa nani? Kwa Mungu. Leo huo sio mfumo wa rohoni. Mfumo wa rohoni leo ni Mungu anatenda kazi kwa kadri ya nguvu iliyo ndani yako. Sasa swali la kujiuliza kila siku kwenye maisha yako, nguvu nilionayo inatosha kuzuia mashambulizi ya adui? Inatosha kufanya nibarikiwe? Inatosha kuutunza muujiza wangu? Inatosha kunifanya nisirudi nyuma? Manake wengi tunaishi kwenye uokovu ni dini. Niende Jumapili nikaabudu, niende Jumapili nikaimbe, niende Jumatano kwenye ibada, lakini hatuna maisha ya kujikagua ndani yetu kwamba kiwango hiki cha nguvu kina usahihi, au kiwango hiki cha nguvu kinatosha mimi kuwa na neema ya kuendelea mbele. Kwa sababu ili uendelee mbele kwenye uokovu unahitaji nguvu. Na nisikia watu wa Mungu, asikudanganye mtu, unahitaji nguvu, sio maombezi, unahitaji nguvu. Kwa wewe kama mtu uliokoka, jifunze kujitegemea kwenye mambo ya kiroho. Tupo kwenye ulimwengu mbaya ambao hata mchungaji anaweza kabadilika tu. Inafika njiani sasa amepinduka, wewe una nguvu ya Mungu hautatambua. Manako unapokuwa na nguvu ya Mungu, hata madhabahu ikipinduka utajua hii madhabahu imepinduka. Bwana asifiwe. Kuanza vizuri ni rahisi, ila kumaliza vizuri sio rahisi. Inahitaji neema, inahitaji nguvu ya Mungu. Na ndio maana wengi mlianza vizuri kwenye uokovu, lakini ukiangalia hali zenu za sasa hazifanani na mwanzo. Nimekwambia neema ni bure ya uokovu, lakini ili neema hii idumu lazima wewe uichochee uliokoka. Usipoichochea maana yake ni kwamba itazima. Ikizima maana yake ni kwamba utarudi nyuma.
Wengi baada ya kuokoka wamekaa wanasema tumepewa hii neema bure, tumepata bure, kwa hiyo tutaishi kiasara kama tunapotaka. Ukipata neema, ishi kwa kuichochea hiyo neema uliyoipata. Maanake uishi maisha ya maombi, ishi maisha ya ibada. Lakini niongeze jambo la mwisho ni hili. Watu wengi baada ya kuokoka, kwa nini vifungo vinarudi? Kwa sababu hawaheshimu madhabahu ya kusanyiko. Sema kuheshimu madhabahu ya kusanyiko. Mtu yoyote wa Mungu lazima awe na madhabahu na aiheshimu hiyo madhabahu. Bwana asifiwe. Madhabahu ikisema ibada ni saa mbili ya wewe. Madhabahu ikisema sawa Jumatano kuna ibada, maana yake Jumatano awepo kwenye ibada. Nimesema kuheshimu madhabahu ya kusanyiko. Hawaiheshimu. Unaweza kuwa muombaji mzuri, unaweza kuwa unamtafuta Mungu vizuri, lakini pale ambapo ni chemichemi ya uzima wako, usipopaheshimu, hata unachokiomba hakiwezi kukusaidia. Unanielewa? Kuna maelekezo ya Mungu yanatoka madhabahuni. Kuna vitu vya maisha yako vinatoka kwenye madhabahu. Kuna baraka ya maisha yako inatoka kwenye madhabahu. Kwa kama tumepatana maombi, kuiheshimu madhabahu ya kusanyiko, inategemewa Mungu akikuangalia kuone kwenye maombi. Kama tumesema ni kufunga, Mungu akikuangalia akuone kweli umefunga. Mimi mchungaji siwezi kukagua kile ninachokisema hapa kama umetimiza au hujatimiza. Ni jukumu la wewe kuiheshimu madhabahu ya nini? Ya kusanyiko. Bwana asifiwe. Ukiona mtu anaiona ni Jumapili ndo siku special kwenye maisha yake, siku zingine anadhidharau, huyo ni mtu wa dini, hajaokoka. Na nisikia watu wa Mungu, ndio maana sisi hatuna mjadala kwamba siku gani ni sahihi kuabudu. Umeelewa? Hapa duniani siku ambayo sio ya kazi ni Jumapili na siku gani? Ni Jumapili na siku gani? Hata ukienda kwenye misingi ya imani ya Upentekoste, hakuna mahali wanaposema msingi wa imani ya Upentekoste lazima tuabudu Jumapili hapo. Maana yake sisi hata tungeamua iwe Jumamosi inawezekana. Mnanisikia? Mnanisikia? Yaani mambo ya kuuliza siku ya Sabato ni ipi, hayo ni ya kitoto. Ni ya watu wasioelewa mambo ya roho. Ukishaelewa mambo ya roho, hata tungesema si Jumapili yetu ni Jumatatu, tutaabudu Jumatatu, ni sawa kabisa. Mimi siwezi kumlaumu labda Msabato kwa sababu anaabudu Jumamosi. Wamechagua, ni siku nzuri kwao. Kwa namna yao ni siku wamechagua, wameiona njema, ni sawa. Kwa hata siku tukisema ibada ni Jumamosi ni sawa. Ila sio kwamba yule ambaye anaabudu labda Ijumaa hawezi kwenda mbinguni, anaabudu Jumamosi. Yesu anasema mimi ni Bwana wa Sabato. Hapo anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatenda. Ndio maana walipomwambia Yesu, wanafunzi wako wanafanya kazi siku ya Sabato, akawaambia Bwana wa Sabato yupo hapa. Manake sisi kila siku kwetu ni Sabato. Manake uokovu wetu haupo tena kwenye siku. Huko Yesu ametutoa, ametuleta kwenye maisha ya uokovu. Kila siku tuende kwenye utakatifu, kila siku tuende kwenye maombi, kila siku ni maisha ya ibada. Na ndio maana kila siku, hamna siku iliyo free hapa. Si mnanielewa? Asubuhi tuna maombi, kwa sababu hakuna siku iliyo free. Tumeisha toka huko, tumeondoka huko kwenye kuabudu siku, tumeingia kwenye kumwabudu Bwana. Kwa ukiona hata inatokea labda tu ghafla mmoja wenu amesimama anasema mchungaji Bwana asifiwe, amen, mimi sielewi kwa nini tunaabudu Jumapili na sio Jumamosi. Mimi najua tu huyu ni mtoto. Mmenielewa? Nitamjibu, lakini najua huyu ni inatakiwa elewe, kwa sababu hii tabia yenu za kuabudu siku hizi ndio zinawaletea madhara kwenye maisha ya uchaji, kwenye maisha ya utakatifu. Ikifika Jumapili unajitakasa, toka unavotoka, ukiingia mlangoni unakumbuka dhambi zako,
zile za Jumatatu mpaka Ijumaa pale Jumamosi, afu unaanza kusema Mungu nisamehe. Wewe unajua kifo kitakukuta wapi? Kifo kinaweza kukukuta kabla ya Jumapili, unanielewa? Ni saa yoyote na muda wowote. Bwana wetu akipiga hodi vigongongongo, amna roho inaogomea kwenye mwili, inatoka. Kwa sisi hatuabudu siku. Kwa lazima uelewe hivi, kama unataka kuwa salama baada ya kuokoka au baada ya kufunguliwa, heshimu madhabahu. Nikizungumzia madhabahu, kuna madhabahu yako ya ndani kwa sababu ni hekalu. Sawa na kuna madhabahu ya kusanyiko. Biblia inasema hivi, msiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi. Manake sisi watakatifu, watu wa Mungu, tuna desturi ya kukusanyika. Ni utaratibu wetu kwamba lazima tukusanyike. Mmenisikia watu wa Mungu? Kwa usikose ibada kama una sababu za kukosa ibada. Usikose maombi kama una sababu za kukosa maombi. Heshimu madhabahu ya Mungu, iheshimu, usikose ibada. Mmenisikia watu wa Mungu? Nimesema usikose ibada, hudhuria ibada kwa uaminifu. Utasoma Waebrania 10:25. Utasema msiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi. Kwa mtu wa Mungu, wewe ambaye Mungu amekuokoa, kusanyika, hudhuria ibada, ishi maisha matakatifu, kuwa na nidhamu mbele za Bwana, tembea maisha ya imani. Wewe muamini Mungu tu. Amen. 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 Asiwepo mtu atakayerudi nyuma. Ukisoma Ufunuo ile sura ya 2 mstari wa 5. Ufunuo sura ya 2 ule mstari wa 5. Nataka tusome maandiko mawili ya kumalizia. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5. Biblia inasema, basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Biblia inasema kumbuka ni wapi ulipoanguka. Ukiona kuna mahali shetani ameanza kukuvamia, mambo ya kwanza, vifungo vya kwanza, tabia za kwanza zinarudi, neno linasema kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukafanya nini?